Wakati maandamano nchini Iran yakiendelea na mamlaka ya Iran ikitoa maonyo yaliyoratibiwa kwa waandamanaji, daktari na muuguzi katika hospitali mbili waliliambia BBC kwamba vituo vyao vya matibabu vilikuwa vimejaa watu waliojeruhiwa. Daktari mmoja alisema hospitali ya macho ya Tehran ilikuwa iko katika hali ngumu, huku BBC pia likipokea ujumbe kutoka kwa daktari katika hospitali nyingine ikisema haikuwa na madaktari bingwa wa kutosha kukabiliana na ongezeko la wagonjwa. Siku ya Ijumaa, Rais wa Marekani Donald Trump alisema Iran ilikuwa katika matatizo makubwa na akaonya ni vyema isianze kufyatua risasi kwa sababu Marekani pia itaanza kufyatua risasi. Katika barua yake kwa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa, Iran iliilaumu Marekani kwa kuyageuza maandamano hayo kuwa kile ilichokiita vitendo vya uasi na uharibifu mkubwa. Wakati hayo yakichomoza, kwa upande mwingine, jeshi la Iran limesema siku ya Jumamosi kwamba litalinda miundombinu ya kimkakati na mali ya umma na kuwasihi wa Iran kuzuia njama za adui, huku taasisi ya makasisi ikiongeza juhudi za kuzima maandamano makubwa zaidi nchini humo kuwahi kutokea. Taarifa hiyo ya kijeshi ya Iran ilikuja baada ya Rais wa Marekani Donald Trump kutoa onyo jipya kwa viongozi wa Iran siku ya Ijumaa, na baada ya waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio siku ya Jumamosi kutangaza kuwa Marekani inawaunga mkono watu jasiri wa Iran. Ghasia kutokana na maandamano zimeendelea usiku kucha. Vyombo vya habari vya serikali vilisema jengo la manispaa lilichoma moto huko Karaji, magharibi mwa Tehran, na kuwalaumu waasi. Mtazamaji, ni yapi maoni yako kuhusiana na taarifa hii? Andika maoni yako katika sehemu ya ujumbe hapo chini. Like na subscribe pia ili uwe wa kwanza kupata habari wa chungu tele. Hii ni Focus News. Jina langu ni Deo Kaji Makomba.